وقد روي عنه نقو حقيقة مبكلوا كتوك kwake بطرق وانجية إسناد بعضها إسناد بعض yake رجال الصحيح ni wapokezi wake ni wapokezi wa sahih ghaira wahidin isipokuwa mmoja tu wa huwa thiqa ambaye ni thiqa قال anasema katika hiyo hadith la tasubbu ashabi msiwatukane masahaba wangu la'ana Allahu man sabba ashabi Allah amlaani atakayewatusi masahaba wangu. Imekuja katika Majmu' az-Zawaid ikiwa anasema katika isnadi yake kuna bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Sayf. Abdullah bin Sayf al-Khawarizmi dhaif. Abdullah bin Sayf dhaif. Abdullah bin Sayf dhaif, haikupokelea hadithi yake. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس pia imepokelewa kwa isnad baadhi yake ni hasan imeshuka kidogo kiwango wal hasan al ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. عن ابن عباس kutoka kwa ibn Abbas qala amesema kuntu inda an-nabi nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa indahu Ali na mbele yake alikuwa Ali radhiyallahu anhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم akasema mtume صلى الله عليه وسلم kumwambia Ali ya Ali ewe Ali sayakunu fi ummati qaumun yantahiluna hubba ahli albayt hakika sayakunu fi ummati watapatikana katika umma wangu qaumun watu yantahiluna hubba ahli albayt yantahiluna kwa maana wamejiwekea madhhab hubba ahli albayt ya kuwapenda ahli albayt lahum nabzun wana alama zao yusammauna rafidha wanaitwa rafidha lahum nabzun wana alama wanatambulika nayo yusammauna rafidha wanaitwa rafidha qatiluhum pambaneni nao hao fa innahum mushrikun kwani hao ni washirikina hao. katika Majmu' az-Zawaid مع الصارم المسلول والصواعق المحرقة حيث صحيح حديث. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة na kwa hakika imepokelewa kwa wingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadith ma yadullu zile ambazo kwamba hujulisha ala kamali sahaba juu ya ukamilifu wa masahaba radhiyallahu anhum khususan al-khulafa ar-rashidin hasa makhalifa waongofu fa inna ma dhukira fi madhi kulli wahidin mashhurin fa inna ma dhukira fi madhi kulli wahidin mashhurun bal mutawatirun kwani hakika ma dhukira yale yaliyotajwa fi madhi kulli wahid katika kumsifu kila mmoja miongoni mwao mashhurun ni jambo limeshuhurika bal mutawatirun bal limepokelewa kwa wingi lianna naqlata dhalik aqwam kwa sababu walionukuu hilo wapokezi wa hayo naqala wingi wa neno an-naqil aliyenukuu aliyenakili aliyikopi aliyechukua aqwamun ni watu yastahilu ni jambo muhali tawatuuhum ala alkadhibi kuafikiana kwao juu ya kusema uongo wayufidu majmuu akhbarihim na hufidisha mjumuiko wa hadithi zao alilma alyaqini elimu ya yaqini isiyokuwa na mashaka bikamali sahaba kwa ukamilifu waliokuwa nao masahaba wa fadli alkhulafa na ubora wa makhalifa waongofu. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة فإذا عرفت بين وتكبجوا أن آيات القرآن كما آيات القرآن تكاثرت في فضلهم زمكثيري كتكتاج فضل زاون وبرواو والأحاديث المتواترة نحديث تلزبكلوا قوينج بمجموعها kwa mjumuiko wake nasatun zinagusia ala kamalihim juu ya ukamilifu wao masahaba. faman i'taqada fisqahum basi yeyote atakaitakidi ufasiki wa masahaba kama walikuwa ni mafasik
au fisqa majmu'ihim, au ufasiki wa jopo lao, wartidadahum, na kuritadi kwao, wartidada mu'dhamihim, au kuritadi wengi wao, ani dini, kwamba wameiacha dini, au i'taqada, au akaitakidi haqqiyata sabbihim, haki ya kuruhusu kutukanwa kwao, wa ibahatahu, na kuhalalisha jambo la kutukanwa kwao, au sabbahum, au akawatus, maa i'tiqadi haqqiyati sabbihim, pamoja na kuitikadi haki ya kuwatukana kwao, kwamba ni haki kuwatukana, au hilliyatihi, au uhalali wake, faqad kafar, huyo amekufuru. Faqad kafara billahi ta'ala wa rasulih, huyo amemkufuru Allah na mtume wake. Fima akhbara min fadailihim, katika yale waliyotolea habari kuhusu fadhila zao, wa kamalatihim almustalzima, na ukamilifu wao wenye kulazimu, libaraatihim amma yujibu alfisqa, kwamba wako mbali kutokamana na vile vyote vinavyowajibisha kupatikanwa kwa ufasiki, walirtidada, na kuritadi, wa haqiyata sabbi au ibahatahu, au uhaki wa kuweza kuwatusi au kuhalalisha. Waman kadhabahuma, na yeyote atakayewakadhibisha wawili hao, Allah na mtume wake, fima thabata qat'an suduruhu anhuma, akakadhibisha fima thabata, katika yale yaliyothibiti, qat'an, kwa kukata, suduruhu anhuma, kutoka kwake, suduruhu, kutoka kwake hicho kitu, anhuma, kwa hao wawili, faqad kafara, amekufuru. Yani aya qat'an inamzungumzia sahaba fulani, hadithi qat'an inawazungumzia masahaba fulani. Mtu akakadhibisha kwamba haya hakuyasema Allah, haya hakuyasema mtume, haya hayatoki kwa Allah, haya hayatoki kwa mtume, faqad kafara, huyo amekufuru. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر, na kutojua kitu ambacho ni mutawatir, kimepokelewa kutoka kwa jam'un an jam'in, alqati', kinachokata, jazim hiyo, laysa bi'udhrin, ujinga huo sio udhuru. Kama vile eti mtu hajui kwamba Waislamu wanaswali, hana aya, hana hadithi, lakini ni jambo la kwamba wanaona kuswali hili pale linahitaji ushahidi. Sala tano halihitaji ushahidi kwa uwazi wake. Na waljahlu bilmutawatir alqati' laysa bi'udhr, wa ta'wiluhu wa sarfuhu, na kuifanyia ta'wili, wa sarfuhu min ghairi dalilin mu'tabarin, na kuikengeusha kutoka katika maana iliyokusudiwa kwenda kwenye maana nyingine, min ghairi dalilin mu'tabarin, pasina dalili yenye kuzingatiwa, ghairu mufidin, jambo hilo si lenye faida. Kaman ankara fardhiyata salawati alkhams, kama vile yule mtu aliyepinga ufaradhi na ulazima wa swala tano, jahlan lifardhiyatiha, eti kwa kutokujua ufaradhi wake. Fa innahu bihadha aljahli, yeye kwa kutokujua kwake huku, yasiru kafiran, anakuwa ni kafiri. Wakadha lau awwalaha ala ghairi almaana, na vivyo hivyo lau kama ataifanyia taawili faradhi ya swala tano au faridha ya swala tano, akaifanyia taawili, akaipotosha maana, ala ghairi almaana alladhi na'rifuhu, kwamba ina maana isiyokuwa maana tunayoijua, faqad kafara, huyo pia kwa hakika amekufuru.